Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali. Leo ni siku nyingine na wakati mwingine tena tunaungana pamoja nawe katika kuangazia kipindi chetu bora kabisa, kipindi ambacho kinaeleza na kusema ijue mizimu, madhara na hatari yake katika familia na ukoo wako namna moja ama nyingine. Ukimwona sana Dr. Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali yupo jirani yangu hapa, bila shaka unabaini kabisa lipo jambo adhimu na kubwa kabisa linakuja mbele yako ambalo lina faida na tija, kadhalika limejaa elimu nyingi kabisa ambazo bila shaka wewe mwenyewe utapata kujikagua na kujitathmini. Je, ni miongoni mwa watu ambao walioathirika na madhara kutokanayo na mizimu, au familia yako imeguswa kiasi gani kutokana na mizimu ambayo ni hatari sana katika maisha na afya yako wewe mwanadamu kwa namna moja ama nyingine. Na kama ilivyo ada na kawaida yetu, tutapeleka salamu kwake na kisha tutakwenda kutazama ni kwa namna gani sasa madhara makubwa ambayo familia zetu yamezikumba kunako janga hili la mizimu. Nini kifanyike kwa taratibu gani? Hapo ndipo pazuri sana. Na sasa ni kwa ajili ya salamu. Dr. Saidna Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali. Yalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na vipi hali yako Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Na hasa ukizingatia leo ni Ramadhani mwezi 14. Naam. Na tunataraji biidhnillah subhanahu wa ta'ala mnamo siku ya kesho mwezi 15 tutakuwa na dua maalum kwa ajili yetu na kwa ajili ya ndugu zetu ambao wametuunga mkono ili kuwawezesha na kuwasaidia wale watu ambao wana hali duni, wanafunga katika mazingira magumu. Insha Allah Mola wetu ni msikivu, dua zetu atazijibu. Hivyo kama kuna mtu bado hajaungana nasi, fursa ndio hii. Naam, ndugu ambaye haujaungana nasi, fursa ndio hii. Maana yake we ambaye uliojaliwa na Mwenyezi Mungu kupata chochote katika riziki yako, basi nawe unaweza kutuunga mkono kwa kutoa chako katika kile ambacho kidogo au kingi ambacho uko nacho, kwa lengo la kuweza kuwafikishia na kuweza kuwapatia hawa ambao wenye mahitaji hasa ya iftari, kutokana na hali zao kuwa duni na hali kuwa ngumu kiasi ambacho wanashindwa kumudu kunako lazima la kupatikana kwa mahitaji ya muhimu, kwa maana iftari kadhalika da kuna mfano wa hayo. Lakini pia jambo kubwa maliko mbele yetu lazima la Idi, basi na wao waweze kujiandaa mapema ili mambo yaweze kuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Vipi unaweza kufanya? Ni kwa sababu Dr. Saidna Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali moja kwa moja, ili nawe ushiriki katika watu ambao watakaweza kwenda kuipata kheri ya kuwafanya kuwafuturisha watu ambao hawajiwezi, watu ambao wenye mahitaji ya kupatikana kwa hizi iftari. Bila shaka kheri nyingi zitakwenda kupatikana. Usikubali fursa hii na nafasi hii ikupite. Maana yake kuipata tena fursa hii ni mwaka tena ufike. Maana yake sasa huenda mwaka usifike kwa sababu hatua ni ndefu mno. Tumia nafasi na wakati kama huu kuna wewe kuungana nasi katika kuifanya hii kheri, na insha Allah biidhnillah tunaamini kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatulipa kila la kheri biidhnillah. Na ndugu yangu ambaye unatufuatilia kwa sasa, nikwambie tu kwamba kipindi chetu hewani ni ijue mizimu, madhara kadhalika na hatari zenyewe za mizimu hii, ambayo bila shaka familia zetu nyingi sana au koo zetu nyingi miongoni mwetu zimekumbwa na janga ambalo limehusisha mizimu katika nyanja mbali. Sasa vipi ambavyo unaweza ukabaini? Na hapa ninalo swali muhimu kabisa na adhimu kwake Saidna Dr. Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali. Utakwenda kujua na utabaini, je, wewe na familia yako ni wahanga au wewe na ukoo wako ni wahanga? Na kama ni wahanga, nini tufanye ili tuweze kuendelea katika hili jambo katika hali iliyokuwa bora kabisa? Dr. Saidna Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali. Yalla. Katika kipindi kilichomalizika tulitazama namna mikataba inavyofanywa baina ya mwana familia au wana familia na mizimu. Haswa ikabaini kwamba ile mikataba mikubwa inahusisha damu ya mwanadamu mwenyewe. Lakini mikataba ya wastani itahusisha wanyama kwa kadiri ya ukubwa wa jambo la wastani wake. Lakini pia tukaona jambo ambalo la kawaida sana ndio tatumika
itatumika wanyama katika hali za namna hiyo. Sasa swali langu kwako, familia tutabaini vipi, au kuna viashiria vipi au dalili zipi ambazo zinaweza kutujuza moja kwa moja kama familia zetu au ndugu yetu au koo zetu zimekumbwa na hatari na kuandamwa kwa hii mizimu? Sahih. Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Yalla. Bila shaka kwa mujibu wa watu wa mizimu, wao wanasema al-ashbahu hiya arwahul mauta allati li asbabi ghairin ma'rufatin tabqa fi amakinin muayyanatin liirtibahiha baada fana'il jasadi. Hawa watu wa mizimu wanasema mizimu ni roho za waliokufa, roho ambazo kwa sababu zisizotambulika mpaka sasa hubaki hizo roho katika maeneo ya aina mbalimbali kwa ajili ya kuleta faida au hasara katika maeneo hayo baada fana'il jasadi, baada ya kuwa mwili wa huyo alokuwa na roho tayari umepoteza ile roho katika hali ya aina moja au nyingine. Hivi ndivyo ambavyo wanavyoamini watu wa mizimu. Lakini katika dini tukufu ya Kiislamu yenyewe haiamini hivyo, bali inaamini mizimu ipo, ila mizimu ni mashaitani ambao wanakuja kujoin katika familia fulani au katika ukoo fulani na kisha wakaanza kuleta amri katika ukoo huo na madhara ya hapa na pale katika hali ya aina moja au nyingine. Lakini watu wa mizimu wao wanaamini hizi ni roho za watu waliokufa katika hali ya aina moja ama nyingine. Wa ghaliban ma takunu li ashkhasin ta'arradu lilkathiri min adh-dhulmi wal alami fi hayatihim, na wanasema na ni kawaida sana kwa hii mizimu kuweza kuwatokea wale watu ambao waliowafanyia hawa waliokufa, waliowafanyia dhulma za aina kadha wa kadha. Iwapo kama kuna mtu amemdhulumu mtu labda kwa kumuua, basi wakati amemuua sa huyu mtu huwa anamdhihirikia na kumtokea yule aliyemuua, wal alami, hata maumivu ambaye ikiwa kama huyu aliyekufa amekufa kwa kusababishiwa maumivu na mtu fulani, watu wa mizimu wanasema yule mtu au roho ya yule mtu huwa inadhihirika na kujitokeza kwa huyu ambaye amemfanyia madhara yaliyompelekea kuwa na maumivu katika sala zima la kifo chake katika hali ya aina moja au nyingine. Au lilba'dhi matu mitatan ma'sawiyya, au kadhalika kuna baadhi ya watu waliokufa hali ya kuwa kifo chao ambacho walichokufa wamekufa wakiwa na kinyongo katika hali ya aina moja au nyingine. Watu wa mizimu wanasema mtu akifa na kinyongo na mtu, au kafa na kinyongo katika familia, au kafa na kinyongo katika ukoo, basi ile roho za hawa watu katika mazingira kama haya udhihiri katika mfumo wa hali ya namna hiyo. Wao wanasema katika utaratibu huo, lakini katika dini tukufu ya Kiislamu inasema hapana, hayo ni mashetani tu ambayo yanakuja katika ukoo au familia ya mtu fulani na kuleta madhara kama yanavyoripotiwa katika ukoo huo au familia hizo katika hali ya aina moja au nyingine. Wabasha, lakini kadhalika ikiwa kama mtu ameuawa kwa maksudi kabisa, basi ile roho yake huwa inakuja kwa mujibu wa watu wa mizimu wanasema, na inaanza kuleta madhara katika jamii hiyo au katika familia hiyo. Au lilmashahiri mimman ta'allaqat bihim afidatun nas, au kadhalika mzimu huwatokea wale ambao walio katika familia lakini ni vipenzi vya
mzimu huo au yule mtu ambaye alikufa. Sasa huwa ile roho, kwa mujibu wa watu wa mizimu wanasema, huwa inawatembelea. Ndio watu wanaweza wakaona vitu vya maajabu ndani ya majumba yao. Watu wanaweza kuona vivuli ndani ya majumba yao. Watu wanaweza kuona mauzauza ndani ya majumba yao. Kwa mujibu huo, kunahitajika katika nyumba hiyo paondoshwe ile network baina ya mizimu au mashaitani na baina ya wana wa familia au ukoo katika hali ya aina moja au nyingine. Nini sasa dalili za watu ambao familia yao imeandamwa na mizimu? Hapa sasa ndio nakuja kujibu swali lako al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Yalla. Yani kuna watu ambao familia zao lakini kadhalika na koo zao zimeathirika sana na uwepo wa hii mizimu. Lakini inawezekana wao wenyewe maskini hawajui kama wanavyoathirika ni athari inayotokana na mizimu. Ikiwa ni salbia au juzia, maana yake inatokana na mizimu katika hali ya salbia au ijabia katika mazingira kama haya. Ninapozungumza salbia, maana yake ikiwa ni mizimu kama mnavyotafsiri kuwa ni roho za wafu. Lakini ikiwa ni ijabia, ikiwa ni mizimu kama inavyotafsiriwa na Uislamu kwamba ni mashetani, vyovyote itakavyokuwa, lazima kuwe na maarifa ya kujua familia hii au ukoo huu tayari upo katika maumivu yatokanayo na mizimu. Hivyo lazima papatikane mtu mwenye taaluma bora na yenye maarifa na mwenye macho yanayoona namna ya kukanyaga zile step ili kutegua madhara hayo, pabaki salama na mambo yaweze kwenda vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kuna kitu kinachoitwa al-intikasul jaddi, kwa maana kuinama kwa ile jadi yenyewe. Tukizungumza kuinama kwa jadi, maana yake mzimu umekasirika kwa mujibu wa watu wa mizimu na umeelekeza sura yake chini katika ardhi katika hali ya namna hiyo. Je, iwapo kama mzimu utakuwa katika hali ya namna hii, Kiislamu tunasema sheitani ambaye aliopewa fursa ya kuingia katika mwili wa huyu mwanadamu au katika familia ya huyu mwanadamu, huyu amepewa fursa ya kufanya majambo ya hatari katika hali ya aina moja au nyingine. Nini madhara ya intikasul jaddi? Hapa ndo nataka sasa nitoe dalili biidhnillah ili familia nyingi ziweze kujitathmini katika hilo, na hapo nafikiri nitakuwa nimejibu maswali yako al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Naam. De miongoni mwa ishara ya kwamba huyu mtu tayari mizimu imefanya intikas al-jaddi katika hali za namna hiyo, mmoja katika wanafamilia ambao tayari wamesibiwa na athari hiyo, aya dalili zao irtifa'ul faqri wal miskin. Maana yake ni watu hawa katika ukoo wao utakuwa unaandamwa na ufakiri pamoja na umaskini katika hali ya aina moja au nyingine. Jadi ikitazama chini, maana yake inaharibu kila mahala penye shughuli ya mwana ukoo au mwana familia. Lakini kadhalika ndio utaona watu wana drop, wanatoka katika hali yao nzuri ya kimaisha, wanakuja kuwa katika hali duni sana. Na ukitazama hayo utaona ni mambo ambayo yanayojiri katika ukoo au familia. Kuna mtu alikuwa na hali nzuri, unaanza kuona panaanza kuja mambo, inaonekana huyu ni mbadhirifu, anafukuzwa, anataifishwa mali zake, zinanyang'anywa, basi limradi atakuwa katika hali za namna hiyo. Hii inaitwa intikasul jaddi. Ni ile jadi inakuwa imefanyaje? Imeinama. Sasa wakati imeinama, inakwenda kupiga katika zile sehemu zote ambazo watu watapata riziki zao katika hali za namna hiyo. Hapo ndio utaona al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, familia nyingi zinakuwa na hali mbaya sana ya kiuchumi wakati wamesoma vizuri, wana taaluma kubwa. Utaona familia nyingi zinakuwa na hali mbaya kabisa kiuchumi wakati wana sababu za kuwa
na uchumi mzuri, lakini sababu zote zinaingia gizani katika hali ya aina moja au nyingine. Hii inaitwa intikasul jaddi, ni kuinama kwa jadi au mizimu yenyewe katika hali ya aina moja au nyingine. Asa vipi unaweza ukakata network ya intikas ili kadhalika watu mambo yaweze kwenda sawa sawa? Hapa panahitaji ilmu, panahitaji maarifa, panahitaji ujuzi wa hali ya juu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Katika kutegua panahitaji maarifa ya kutosha, kwa sababu ukiteleza kidogo hatari kwako na hatari kwa wale ambao unaowategulia majambo yao katika hali ya aina moja au nyingine. Lakini kadhalika miongoni mwa ishara na dalili ifsadi kulli shay'in amali, ni kuharibu kila kitu kuanzia katika kazi husika za wanafamilia au wana ukoo. Utaona kazi zao zinaanza kwenda mrama, wanaanza kuharibikiwa katika hali ya aina moja au nyingine, au sihi au hata kiafya. Utaona afya zinaanza kutoweka kwa wanaukoo au wana familia katika hali ya aina moja au nyingine. Kwa kweli ni vitu hatari sana. Au fuqdani alwilada, wakati mwingine hizi jadi zinapokuwa zimeinama, kwa maana masala haya ya kimizimu au ya kishaitan, miongoni mwa alama zake ni kusababisha kwa wana wa ukoo huo watoto kwao inakuwa ni tabu. Ukienda kuoa katika ukoo huo utasumbuka sana kupata mtoto, shida hapatikani. Lakini kadhalika na anayeolewa katika ukoo huo itakuwa ni mtihani kupatikana kwa watoto. Ndio utaona watu wameoa au wameoleana katika koo za namna hiyo, lakini jadi kwa kuwa imeinama hivyo inaleta athari. Kwa athari hiyo inasababisha watoto wanakuwa hawapatikani. Na hii si kwamba hawapatikani tu, maana yake zile jadi zinatafuna wale watoto wakiwa butuni ummahatihim, katika matumbo ya mama zao, katika hali ya aina moja au nyingine. Kwa hiyo hizi ni ishara na ni dalili chache sana za watu au koo ambazo zimetawaliwa na masala haya ya mizimu. Kwa sababu wao watu wa mizimu wanasema ikiwa katika hali ya namna hii inakuwa baina alamai al-ahyai wal-amwat, kwa sababu hawa watu wenye ukoo ambao jadi imeinama chini, mara kadhaa inawatengeneza watu hao wanakuwa hawapo katika ulimwengu wa walio hai na wala hawapo katika ulimwengu wa walio kufa. Wewe unajiona upo, una mipango mizuri haiendi. Wewe unajiona upo, una sababu nzuri za kupata riziki, hazifikiwi. Wewe unajiona upo, una ilmu nzuri ambayo inayohitajika duniani, lakini uonekani baina alamai al-ahyai wal-amwat, upo baina ya ulimwengu wa aina mbili, katikati ya ulimwengu wa aina mbili. Kwa waliokufa haupo, kwa walio hai haupo. Jadi kiinama ni hatari sana katika afya na maisha ya binadamu. Na mara nyingi sana jadi inapoinama inainamia katika rangi tatu, Sheikh Hussein bin Diwani. Hapa nataka nitoe ilmu kidogo, lakini ni papana sana. Kwa hiyo tunaposema inainamia katika rangi za aina tatu, manake inainamia katika rangi nyeusi, inainamia katika rangi nyekundu, na inainamia katika rangi nyeupe. Sasa ikiinama hapa, mifumo mizima ya kimali, mifumo mizima ya kibiashara, mifumo mizima ya kimuashara, kimahusiano, mifumo mizima ya kisiasa au kiutawala inakufa automatically. Ni lazima kuwe na taratibu la kutegua kupitia katika hizi thalathatu alwan, hizi rangi tatu biidhnillah. Unateguaje? Kwa utaratibu gani? Kwa njia gani? Panahitaji ufundi, panahitaji maarifa, panahitaji step kubwa sana katika kuona mahala gani unakanyaga ili usipate madhara wewe mfanyaji, lakini na yule mfanyiwa naye asipate madhara, umalizane nayo, mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na tunasema wa fi ba'd alqabaili, na katika baadhi ya makabila, yuaddu maharajanun lilmauta, huwa panaandaliwa tambiko kwa sababu ya zile arwah au roho za watu walio kufa. Panaandaliwa matambiko kwa mujibu wa watu wenyewe wa
mizimu. Wao wanafanya mambo ya namna hii. Katika dini tukufu ya Kiislamu hii haikubaliki kwa sababu ni ibada ya kuabudia mizimu, na hii inaitwa ushirikina katika hali ya aina moja au nyingine. Sasa watu wameumia sana na hali hizi, watu wamepata madhara makubwa katika hali hizi, watu wamejikuta wanaingia katika matatizo mazito ambayo wanashindwa namna gani wanaweza kuyategua na kujinasua kwa sababu ya vitu vya namna hii. Katika yani huandaa maharajan, kwa maana huandaa nini? Matambiko lilmauta, haithu yuqamu haflu ta'bini lilarwahi afradi usra, kiasi ambapo huandaliwa vile vinavyohitajika kwa ajili ya kufanya matambiko, na haya matambiko yanakuwa kwa ajili ya mmoja katika wanafamilia ndio anayosimamia na kutawalia katika hayo matambiko, yani yeye ndo ambaye anayetawalia lile jambo katika hali ya aina moja au nyingine. Tena familia almutawafin, wale ambao tayari waliofiwa au walioondokewa na mtu wao. Wayuqal, na inasemekana, innal arwaha taudu min alalami ruhi ila alalami alahya. Watu wa mizimu wanasema hakika ya roho huwa zinarudi kutoka katika ulimwengu wa kiroho na zikarejea katika ulimwengu wa walio hai. Na zinaporejea sasa huwa zinawavaa na kuwashika wale watu ambao wapo hai, na hivyo kuharibu kila jambo lao, na hivyo kuwafanya ni watu ambao hawapo katika walio hai na wala hawapo katika walio kufa katika hali za namna. Yani hujulikani wewe umekufa, hujulikani wewe upo hai. Kwa hiyo mambo yanaanza kuvurugika, afya zinaanza kutoweka, mipango inaharibika na mfano wa hayo. Mizimu ni vitu hatari sana kabisa katika hali ya aina moja au nyingine. Lakini kadhalika min ajili hudhuri almaharajani maa alahya, basi hapo ndipo sasa hufanyika matambiko ili kadhalika nayo mizimu iweze kuhudhuria pale ikiwa pamoja na watu walio hai, ili sasa waanze kuiomba. Unajua sisi tuna matatizo, familia imepata na shida, familia imepata matatizo, kwa hiyo mababu na mabibi tunaomba muache wafanye kazi zao na mfano wa hayo katika mazingira kama haya. Kwa hiyo watu wanafanya maharajan, kwa maana matambiko ya hali ya aina kadha wa kadha. Wa khilala maharajan, na wakati watu wanapofanya haya matambiko, tajtamiu alailatu litaqdimi alihtirami fi quburi alajdadi walajdada. Kadhalika vile vile na ufanywa matambiko na ukusanyika watu miongoni mwa wana wa ukoo au wana familia, litaqdimi alihtirami, kwa ajili ya kuleta heshima, kuonyesha heshima zao, tena fi quburi al-ajdadi, katika makaburi ya mababu wa mababu na mabibi wa mabibi. Wanakusanyika pale, wanaonyesha heshima yao katika hali ya aina moja au nyingine. Lakini wa ish'ali niran, na wanawasha mioto pale makaburini, wanawasha mioto pale makaburini katika hali ya aina moja au nyingine. Lakini watandhifi alquburi, na wanasafisha yale makaburi katika aina moja au nyingine. Waraqsil buni, na wanafukizia ubani wakizungusha pale katika makaburi, au dhuri, au kadhalika vile vile maua wakiweka pale yenye harufu nzuri kabisa katika makaburi. Watanawuli taami wa sharab, na wanakunywa na kula pale katika makaburi, wakihisi ya kwamba pia na mizimu nayo inatoka, nayo inakuja kula pamoja nao na inakunywa pamoja nao katika hali za namna hiyo, ili kuiridhisha mizimu kwa mujibu wa watu wa mizimu, ili wao maisha yao yaweze kwenda salama. Hii ni ibada ya mizimu katika dini tukufu ya Kiislamu, ni ushirikina, haifai shar'an, haifai kisheria katika hali ya aina moja au nyingine. Madhara yake ni makubwa sana. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, kwa nini? Kwa hali ifuatayo: wa ya'taqidu annahu idha tamma al-i'tina'u birruhi min qibali al-'a'ilah fayumkinuhum al-intiqal
bisalamin ila alalami tali, na wanasema inazingatiwa ya kwamba pindi ambapo wanapokamilisha yale matambiko tena kutoka kwa wana wa familia, zikafanywa zile taratibu kwa namna ambavyo zinavyotakiwa kufanya, wao wanahisi fayumkinuhum, inawezekana kwao hao waliokufa, al-intiqal bisalam, kukaa huko kwa amani, na hivyo kuwaacha hawa watu walio hai na wao waishi kwa amani katika hali ya aina moja au nyingine. Wao wanadhani wanachofanya kwamba natija yake itakuwa ni hiyo, lakini kumbe wanachofanya ni kuyaweka karibu haya mashetani ambayo yanaitwa mamizimu, na hivyo anaanza kuwatafuna bila wao wenyewe kujitambua kama sasa wanadhuriwa katika hali ya aina moja au nyingine. Kwa nini? Na wanadhani ya kwamba wahakadha, na wanadhani ya kwamba lau wasipoyafanya haya sayuwafirul mauta, kutaanza kutokea vifo sasa visivyojulikana. Na tunapozungumza kifo hapa, unaweza kawa ukazungumza kifo kwa maana ya al-masawat, kwa maana au katika maana ya al-majazat, kwa maana kimajaz au kimasawa. Tukizungumzia kimajaz, maana yake vifo vinavyozungumzwa hapa, maana yake watu wanaweza wakaanza kufa kiuchumi. Kama walikuwa ni watu wenye uchumi mkubwa, wanaanza kufa kiuchumi. Ilikuwa ni watu watawala, wanaanza kufa kiutawala. Ilikuwa ni watu ambao wafanya biashara, wanaanza kufa kibiashara. Lakini kadhalika sihia, wanaanza kufa kiafya pia katika hali ya namna moja au nyingine. Ndiyo sayuwafirul mauta, kwa maana watakuwa wengi sana katika wana wa ukoo wale ambao wanaokufa. Si lazima ufe kimwili, inawezekana ukafa kibiashara, inawezekana ukafa kimipango, inawezekana ukafa kiutajiri, inawezekana ukafa kimali, ukafili sikia mbali, na majambo yakawa yameharibika katika kila idara, kila nyanja, kila njia kwako zimefunga katika hali ya aina moja au nyingine. Walakin idha lam yatimmu al-i'tina bil maut au mata bi tariqatin anifa, lakini kadhalika ikiwa kama hawakuweza kufanya hayo matambiko wao wanavyohisi, tena kuwafanyia mizimu ambao wao wanahisi ni roho za watu zilizokufa, au mata bi tariqatin anifa, au mtu ikawa amekufa hali ya kuwa ana kinyongo, faqad ta'udu ruhun hamilatun badhina, wao wanahisi kwamba roho yake huwa inarejea ikiwa na mtazamo mpya. Wakati ikirejea hairejei tena kama rafiki, bali inarejea kama adui. Sasa ikirejea kama adui, itadhuru kila sehemu ya wana wa familia au ukoo, kuanzia kazi, biashara, uzazi, watoto, ndugu, jamaa, marafiki, wote wataripoti hatari, kwa sababu yale mamizimu yamerejea kwa wakati huo kama maadui na sio marafiki kama walivyodhani katika hali ya aina moja au nyingine. Ndio maana tunasema al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, mizimu ni hatari sana. Iwapo ndugu yangu utajiona unashuka kiuchumi siku baada ya siku, sababu zinazopelekea wewe ushuke hauzioni, lakini unashuka kibiashara, sababu zinapelekea wewe ushuke hauzioni, lakini siku baada ya siku mambo yako yanazidi kuvurugika. Ulikuwa ni mtu mtawala au ni mtu ambaye ni kiongozi mahala fulani, wewe tayari watu wanaanza kukukataa bila sababu za msingi. Inawezekana ndugu yangu unapita katika njia hizi bila kujitambua katika hali ya aina moja au nyingine. Ikiwa hivi ndivyo ilivyo, basi inshallah zipo njia za kuyategua haya mambo kiufundi, kimaarifa, kiujuzi, kitaratibu zake, lakini inahitaji maarifa makubwa sana. Inahitaji stepu za kukanyaga, ujue unakanyaga wapi kwa maarifa yake, na si jambo la kitoto. Hili linahitaji utulivu wa hali ya juu na linahitaji maarifa makubwa katika kuliendea. Allah ajalie kila la kheri kwa hurma na utukufu wake Allah.
subhanahu wa ta'ala. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, naona sasa umejua familia yako imeguswa vipi kutokana na hii mizimu ambayo ni hatari sana katika maisha na afya za wana familia na afya za wana wa ukoo. Maana yake sasa, kumbe dalili ambazo tumezipata, zipo dalili nyingi kizimetajwa kwa uchache mno siku ya leo, na ambavyo zinaweza wewe mwenyewe kukaa na familia yako au wewe mwenyewe kukaa na ukoo wako mkajitathmini kwamba kwa dalili hii sisi ni wahanga wa masala haya ya mizimu. Kuna watu ambao wao uzazi unakuwa ni shida sana, ameshahangaika sana, amefika mahala anaelekea kukata tamaa, kumbe mizimu imekamata mahala pa kuwa watu kupatikana kwa watoto. Manake hauwezi kufikia na lengo na tija katika hali na moja ama nyingine. Lakini pia kuna sala zima la watu kushuka kiuchumi kwa kasi sana, au kushuka kwa uchumi bila kuelewa, bila utaratibu. Uchumi unashuka kwa kasi kubwa, lakini pia unakuwa duni, unakuwa maskini kabisa, hali ambayo inakutishia amani. Hili jambo ambalo halikubaliki. Huenda wewe tayari familia yako au ukoo wako umekumbwa na janga zito kabisa, janga tokanalo na mizimu, na haswa jadi ikiinamia chini. Ni hatari sana katika hali na moja ama nyingine. Usikubali kabisa kuruhusu jambo, kwa sababu jambo hili ni hatari mno. Ndugu yangu ambaye unatufuatilia kwa sasa, kutokana na hizi dalili au ni viashiria vichache kabisa ambavyo vimeelezwa, wewe ambaye umekuwa ukifanya taratibu za kutambikia, siku ukiacha kutambikia hiyo mizimu, basi bila shaka madhara ni mazito mno ambayo yataikumba familia yako, yataikumba jamii yako, yataikumba ukoo wako, hali ambayo ni hatari sana. Nini cha kufanya? Niwe kuwasiliana na Sayyid Dr. Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali kupitia namba hizo za WhatsApp. Na lazima tuambie, kwa maana kutambika ni ibada ya kuabudia mizimu, ambapo katika dini ya Kiislamu lau kama mtu atafanya hayo, maana yake amemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ibada ambayo haipo kisheria. Kwa hiyo jambo la msingi ni kutafuta njia sahihi ya kuondosha hayo yawe hayapo, ili ya mambo ya kujikuta unafanya shirki yawe hakuna. Achana nayo kabisa. Zipo taratibu zilizo sahihi, lakini zinataka uimara mkubwa sana inshallah. Naam, ndugu yangu ambaye unatufuatilia, dhani umesikia ufafanuzi bora kabisa. Huku kutambikia ni ibada ambayo kisheria dini tukufu ya Kiislamu haikubaliani nayo. Maana yake basi ukifanya hivyo wewe umemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hivyo ni madhambi ya kumshirikisha Allah ni makubwa mno. Kitu kikubwa cha kufanya, zipo njia salama, ingawa sio jambo la kitoto. Maana yake ukitaka kuondoa masala ya mizimu inatakiwa ujipange kweli. Jambo hili halianzwi likaachwa katikati. Maana yake inatakiwa ukilianza lianze liende mpaka mwisho kwa step zake, lazima zikanyage step zake kwa jambo hili linavyotaka. Hivyo si jambo la kitoto kabisa. Nini cha kufanya? Ni wewe tu kuwasiliana na Dr. Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali kupitia namba hizo za WhatsApp. Unaweza kumpigia simu kwa WhatsApp moja kwa moja, au unaweza kutuma ujumbe au SMS au ukatuma voice, ili uweze akusikilize, akushauri na akupe mwongozo wa nini kifanyike, mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa bora kabisa. Kheri nyingi zitapatikana. Lakini pia unaweza kupigia simu ya moja kwa moja ya kawaida kupitia namba hizo unazoziona hapo. Kadhalika unaweza kutuma message ya kawaida kwa namba hizo unazoziona hapo, ili usikilizwe, ushauriwe na upewe mwongozo wa nini kifanyike, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa bora kabisa biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nikwambie tu, endelea kuwa nasi hapa kwa Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, ili kujua na kubaini dalili mbali za mizimu na hatari zake, kadhalika na namna ya kuweza kumuondosha au kumfurusha mizimu katika familia yako na jamii yako kwa ujumla, au ukoo wako kwa ujumla biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Kheri nyingi zitapatikana. Mimi nikwambie tu, endelea kuwa nasi na fuatilia hapa kwa Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali kwa ajili ya kuweza kupata njia salama na njia bora kabisa ya kumuondosha au ya kuwafurusha hawa mizimu katika ukoo wako, katika familia yako, ili shughuli zako, mambo yako, familia yako ikae kwa amani na uhuru, kadhalika ukae katika hali iliyokuwa bora kabisa bila bughdha yoyote tokanayo na mizimu biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafuta kwa WhatsApp namba 0712316222 au 0756634277 au unaweza kupiga simu ya moja kwa moja
kwa namba zifuatazo. Waweza kuwasiliana naye kupitia simu namba 0748869733 na 0659869734.